Kwa majina naitwa Samuel Paul Mzirai, ni meneja masoko kutoka kiwanda cha kutengeneza bidhaa za kibiolojia Kibaha, Tanzania Biotech Products Limited. Hiki ni kiwanda ambacho kinamilikiwa na serikali kwa 100% chini ya Wizara ya Viwanda na Biashara kupitia Shirika la Taifa la Maendeleo, National Development Corporation NDC. Tunayo dira ya maendeleo ya taifa, Tanzania Vision 2050, kwamba serikali imejiwekea malengo ya nchi kufika mwaka 2050 iwe katika kiwango gani cha maendeleo. Kwanza, kwenye eneo la kilimo ni kufanya mapinduzi makubwa kwenye swala zima la kilimo, kufanya kilimo kiwe cha kisasa. Lakini pia moja ya lengo la mkakati pia ni kuongeza umri wa kuishi wa Mtanzania. Na moja ya vitu ambavyo vinapunguza umri wa kuishi wa Mtanzania ni matumizi makubwa ya kemikali, na pia vitu ambavyo vinafanya pia kilimo kisiwe na tija pia ni matumizi makubwa ya kemikali. Kwa serikali imekuja sasa na mkakati wa kuzalisha bidhaa za kibiolojia ambazo sasa zitakuwa mbadala wa bidhaa za kemikali. Na hizo bidhaa, kuna bidhaa za kupambana na wadudu wadhurifu wa mazao ambao tunaita pesticide, lakini sasa ni biopesticide ambao ni viuatilifu vya kibiolojia, na hapa tunacho kinaitwa Thuricef 24. Kiuatilifu hiki kinatengenezwa kutokana na bakteria rafiki na kinapambana na wadudu wote wanaotafuna, wanaotoboa majani, wanaotoboa matunda, lakini kikiwa ni kiuatilifu cha kibiolojia. Maana yake nini? Maana yake hakina madhara kwa mkulima mwenyewe, hakina madhara kwa mlaji, wala hakina madhara kwenye mazingira. Kwenye mazingira kuna viumbe wengi rafiki ambao wanahitajika kwenye mazingira. Kwa mfano, tuna bakteria rafiki ambao kazi yao ni kufanya udongo uwe na rutuba. Sasa unapotumia kemikali, wale bakteria rafiki unawaua. Kwa hiyo unaathiri udongo, kwa hiyo udongo unakuwa hauna afya, unakuwa udongo mfu kiasi kwamba hata ukipanda mazao hayakui. Lakini kwa kutumia bidhaa kama hizi za kibiolojia ni kwamba wale wadudu huwezi kuwaua, kwa hiyo unaendelea kuboresha afya ya udongo. Lakini hata maji, kwenye malengo yale ya milenia, ile inaitwa Strategic Development Goals, moja ya lengo la ile Strategic Development Goals ni kulinda mazingira na kuboresha maji. Sasa unapotumia kemikali, zile kemikali zinaweza zikaingia chini ya ardhi zikaathiri maji, kwa watu wakanywa maji wakaathirika na kemikali bila wenyewe kujua. Kwa hiyo pia unapunguza umri wao wa kuishi. Ndio maana kwenye maeneo ambayo kuna kemikali nyingi yako magonjwa mengi yasiyoambukiza, kama magonjwa kama kansa ambayo yanaathiri umri wa kuishi wa Tanzania. Kwa hiyo unapotumia hizi biological product, athari kama hizo hamna, kwa hiyo unaboresha umri wa kuishi wa Tanzania. Na sasa hivi tunavyozungumza, kiwanda kiko kwenye taratibu, kimeshaanza kuzalisha mbolea hai, na hizi mbolea hai ziko kwenye hatua ya kusajiliwa. Tayari zimeshapeleka kwa wenzetu wanaitwa TFRA. Na hizi mbolea hai zitakuwa za aina mbili, kutakuwa na ya kupandia na nyingine ya kukuzia, ambazo zote pia ni bidhaa za kibiolojia. Kwa hiyo tunategemea kwamba mwaka huu kabla hujaisha, mbolea hizi zitakuwa sokoni ili kuleta mapinduzi makubwa katika eneo la kilimo na kuendana na dhana ile ya serikali ya kuwa na ile dira ya maendeleo ya 2050. Mimi naitwa Pili Abasi, ni Senior Sales Officer kutoka kiwanda cha Tanzania Biotech Products Limited. Kwa maelezo zaidi kuhusu bidhaa au kwa yote ambaye atahitaji bidhaa, anaweza kufika kiwandani pale Kibaha, na kama itamuia ngumu kufika kiwandani Kibaha, anaweza akapata bidhaa katika ofisi za NDC zilizoko Posta, mtaa wa Kivukoni na Ohio. Aidha, anaweza kutupigia simu kwa namba zifuatazo: 0733 770 770. Namba nyingine ni 0672 770 770. Pia kuna namba nyingine ni 0768 710 770. Tunawakaribisha wananchi wote kupata elimu ya bidhaa hizi za kibiolojia ambazo hazina kemikali. Karibuni sana.
Karibuni banda la TOAM. Leo niko na mvumbuzi au ni mtafiti mwanzo, lakini mvumbuzi wa viwati inputs za organic kwa maana ya mbolea na viuatilifu. Anaitwa Dr. Neva, na yeye kwa nini tumependa kuwa naye kwenye hili banda ni kwa sababu sekta ya kilimo ina changamoto kubwa ya kupata inputs za organic. Tuna mkakati wa kuhakikisha hizi inputs zinapatikana na zinawafikia wakulima ili waongeze uzalishaji, watunze udongo wao, wale chakula bora na wapate faida kubwa. Kwa hiyo Dr. Neva ambaye ni Biodefender company amekuja kuleta suluhisho la hizo changamoto kwa wakulima. Kwa hiyo naomba mumsikilize na muone hizo product zake kwenye banda lake ili wakulima waweze kujua. Asante. Mazao ambayo yanalimwa kwa kutumia viuatilifu ambavyo ni hai yana soko kubwa duniani siku hizi, kwa sababu bei yake inakuwa ni nzuri, ni ya juu na soko ni la uhakika. Kuna mazao kama pamba, korosho na kahawa yana soko kubwa sana Ulaya. Toka hapo tulipoanza mpaka sasa, Mheshimiwa Rais aliweza kuniona mimi Dr. Neva wakati wa maonyesho ya 8/8 2023 na aliagiza serikali kupitia Wizara ya Kilimo ianze kuchukua viuatilifu kwa ruzuku. Mpaka sasa nashukuru serikali kupitia Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye ameunga mkono kiwanda cha mwekezaji wa ndani ambaye ni mimi, lakini ameunga mkono kuwasaidia wakulima wadogo. Mpaka sasa kupitia ruzuku walizonunua viuatilifu, wakulima zaidi ya 50,000 wamenufaika kwa kupewa Vuruga Biocide bure, wameenda kutumia kwa mashamba yao na wengi wamevuna na wameuza vizuri. Kwa namshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kutoa agizo hilo, na kupitia wizara TPHPA wameweza kuchukua viuatilifu mpaka sasa takriban lita 40,000 kwa ajili ya ruzuku. Lakini uhitaji wa viuatilifu hii ni mkubwa. Kiangalia zao kama korosho, ufuta, pamba, kahawa, mahindi, wakulima bado wanahitaji ruzuku, na ndipo wakulima wengi wako huko, wakulima wadogo. Kwa hiyo ombi langu kwa serikali, kama walivyoanza kunishika mkono, wasiache kunishika mkono ili tuwauzie wakulima viuatilifu ambavyo ni salama, lakini ambavyo wataweza kuuza bei ya juu na afya zao zitaendelea. Pamoja na hivyo, na mchango katika ajira. Nimeajiri zaidi ya vijana 20 ambao wote nawalipa mshahara, lakini ajira ambazo sio za moja kwa moja ni karibia 120. Kuna watu wa vibarua wanafanya kazi ndani ya muda mfupi, kuna watu wananiletea bidhaa, kuna watu wananunua mashine ambao ni wa Tanzania. Kwa hiyo nimetengeneza ajira, na sasa nafungua kiwanda kingine Zanzibar, eneo la Dole pale. Tayari pale nimeajiri vijana 6 kutoka Zanzibar. Kwa hiyo kadri nitakavyoendelea kupata ruzuku na kupata masoko, nitaajiri vijana wa Tanzania wengi. Hili banda la Biodefenders, baada ya kupata taarifa zao kutoka kwa wadau wetu wale TOAM, wadau wa kilimo hai, na ni wadau muhimu kwa sababu ni wadau muhimu kwenye masoko, kwa sababu ukiondoa vile vigezo vya lazima ambavyo vinaitwa involuntary standards vya masoko mengi hasa kwenye masuala ya afya ya mimea, kuna vigezo vinaitwa voluntary standards, kwa maana ya vigezo visivyo vya lazima ambavyo ukivifuata kuna baadhi ya masoko unapata bei nzuri zaidi, vikiwemo vigezo vya kilimo, matumizi ya mbolea hai, lakini pia viuatilifu hai. Kwa hiyo uwepo kwenu kutachangia kufikia yale masoko ambayo yana vigezo zaidi. Kwa hiyo niwapongeze kwa kazi kubwa ambayo mnaifanya, lakini pia naamini kwamba ninyi mtakuwa wadau wakubwa katika kuhakikisha kwamba tunafikia baadhi ya masoko ambayo yana vigezo vya zaidi kutoka vile kwenye vigezo vya kawaida, vigezo vya swala vya matumizi ya mbolea hai na viuatilifu hai. Kwa hiyo sisi kama wadau tunaendelea kuwapa, ninyi kama wadau wetu tunaendelea kuwapa support na kuwapa taarifa zaidi, lakini pia tunawakaribisha wizarani fahamike zaidi mnachokifanya, lakini pia muweze kukutana na wadau wetu wataalamu wetu wa afya ya mimea. Na nafikiri mnaendelea kukutana pia na watu wa TPHPA kupata ushauri zaidi ya kuboresha biashara yenu, lakini tunaamini kabisa kwamba itakuwa na mchango mkubwa kwenye kufikia baadhi ya masoko ambayo yanahitaji vigezo hivyo vya matumizi ya mbolea hai na viuatilifu hai. Asanteni sana.